Tuna kichwa cha somo kinachosema my trust, my hope, my destiny. Na ndicho tulichopewa. Nafikiri kwa wale wanaofuatilia matangazo wamekutana nacho. Bwana asifiwe. Sasa hiki ni Kiingereza. Ukikaa kwa vijana utaelewa tu humo. Utaunganisha doti ile trust, utaelewa tu hata kama hujui kwa Kiswahili vizuri ni nini, lakini likisikiwa sana unalielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwa tafsiri nyepesi, imani yangu, tumaini langu, hatima yangu. Haleluya. Sasa kwa sababu wengi hapa tuko vijana, nitakuwa nazungumza kwa lugha nyepesi, lugha fulani hivi ya kishikaji ili tuelewane vizuri. Sasa nguvu ya moyo wa kijana, nguvu yake katika chochote anachokifanya ni uwezo wa kuiona hatima njema. The power of youth heart is the ability to positively see the future ahead is clear. Na hiyo ndio kitu inayoitwa amani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo amani ya kijana au nguvu ya kijana katika jambo lolote analolifanya ni ile akishakuwa na uwezo wa kuona kule mbele mimi natoboa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa katikati hapa usikae njiani atakuvunja. Kwa nini? Kwa sababu ameshaona kitu kizuri mbele. Na ukiona kuna mfumo wa maisha ya vijana kukata tamaa, hautokani na mambo anayotendewa sasa. Unatokana na kuona kwamba kule mbele haoni sawa sawa. Ikishafika hatua kule mbele, kila akijaribu kwamba kuna mahali nitasogea haoni. Kila akijaribu kufikiri kuna mahali natoboa haoni. Asipoona, moyo unakata tamaa. Na ndio maana wanawaambia njaa ya leo huwa haisumbui ikiwa una uhakika kesho utakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini chakula cha leo ni makapi ikiwa una uhakika kabisa kwamba ninakokwenda hakuna chakula. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nguvu ya kijana kuchukua hatua, nguvu ya kijana kusogea mahali, nguvu ya kijana kupata nafasi fulani ya kufanya vizuri, inategemea anaona nini mbele. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, wewe unaona nini? Mwambie tena, wewe unaona nini? Jina la Bwana libarikiwe. Na hapa ndo kuna kitu kinaitwa trust, kuna kitu kinaitwa hope, na kuna kitu kinaitwa destiny. Jina la Bwana libarikiwe. Hata tafsiri nyepesi ni kwamba trust inatusaidia kutengeneza hope ya kuiona destiny. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapomwamini Mungu, maana yake tunakuwa na ujasiri. Na kumwamini Mungu, watumishi, hatumwamini Mungu kwa sababu Mungu yupo, hapana. Tunamwamini Mungu kwa yaona mbele kwamba tutapata. Jina la Bwana libarikiwe. Ile nguvu ya kumwamini Mungu kwa yale yaliyoko mbele inatufanya tutembee kwa tumaini, tukichuchumilia kile kitu alichotuambia Mungu kwamba tutapata. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana kumtafuta Mungu kunatengeneza mabadiliko. Niliwahi kumwambia mtu mahali fulani nikasema hivi, kumtafuta Mungu ni kujitafuta. Kwa nini? Kwa sababu ukishampata Mungu anatengeneza mabadiliko ya kuiendea hatima yako. Kwa hiyo unapokaza kumtafuta Mungu, maana yake unakaza kutafuta maelekezo ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa kadiri unavyotafuta maelekezo ya Mungu juu ya maisha yako, ndivyo unavyokuja kuiendea hatima yako. Haleluya, haleluya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua sababu ya kukuumba. Mungu anajua kazi aliyokupa. Mungu anajua wewe ni nani hapa duniani. Kwa hiyo unavyozidi kumtafuta ndio unavyozidi kujitafuta. Mwambie jirani yako, leo utajipata katika jina la Yesu. Mwambie, leo utajipata katika jina la Yesu. Mwambie hivi, kumtafuta Mungu usiku wa leo ni kujitafuta mwenyewe. Mwambie, ninakuhakikishia leo utajipata katika jina la Yesu. Mwambie jirani, yale mapepo yaliyobadilisha mwelekeo wa maisha yako, Bwana atayashughulikia. Leo utajipata katika jina la Yesu. Leo utajipata katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kitu kinachompa nguvu kijana ni kuiona destiny.
Bwana Yesu apewe sifa. Tusogee mbele kidogo. Kitabu kile cha Mithali, ile sura ya 29 mstari wa 18. Ni mstari maarufu sana. Biblia inasema hivi: pasipo maono watu huacha kujizuia, bali ana heri mtu yule aishikaye sheria. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Tafsiri yake ni kwamba uwezo wa mtu kujizuia unategemea anaona nini. Jina la Bwana libarikiwe. Na maono maana yake ni kujua unako. Bwana asifiwe. Kuna wale akina Jose wale kuuliza unakunywa nini, anauliza kwani kuna nini? Bwana Yesu asifiwe. Ili asikose chochote katika vilivyopo, achague kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja uwaonyeshe unatumia soda gani. Natumia Fanta. Sasa Fanta haipo, basi kama haipo haina shida. Ona watu ambao haiwezekani. Mungu wangu, mbingu zina kazi. Malengo hata ya soda yenyewe hatuna. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi, anza hata kwa mazoezi. Wewe sio wakula chochote, wakunywa chochote. Wewe ni mtu bora sana wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, you have to be selective, man. Mwambie kwa swaga hivyo hivyo, mwambie. Hata kama ni ya Kisukuma, wewe mwambie tu. Jina la Bwana libarikiwe. Katika utumishi wetu mbele za Mungu, Mungu yuko much concerned na sisi tunaona nini. Haleluya. Mungu yuko much concerned na sisi tunaona nini mbele. Kwa sababu Mungu anajua ukiwa na nafasi ya kuona kitu mbele, utakuwa na uwezo wa kuvumilia. Ukiwa na uwezo wa kuona kitu mbele, ndani yako utakuwa na amani. Ukiwa na uwezo wa kuona kitu mbele, ndani yako utakuwa na mfumo wa kufurahia maisha. Lakini usipoona chochote, haufikiri chochote, ndugu yangu, hata kushinda dhambi ya uzinzi ni kazi ukikosa malengo. Bwana asifiwe. Jamani, kuna mabinti wazuri nyinyi, wakipita hivi macho yenyewe anaona malenge malenge. Na kuna vijana wazuri jamani. Hivi hujai kuona mwanamke anatamani auliziwe tu namba? Yaani aniulize tu hata namba. Hata namba. Na anakaa na anaomba. Bwana asifiwe. Sasa usipokuwa na malengo moyoni, utakuwa unatamani kila anayepita aombe namba. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu na ndio maana kuna watu ambao mbele za Mungu, nisikilize pointi itakusaidia. Kuna watu ambao wanatafuta kuoa, wanatafuta kuolewa, mbele za Mungu wamepoteza clear appointment na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao hakuna wanachokitaka Mungu awaamini kwacho. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mtu anamwamini, kila mtu anaona nafaa, kila mtu anamtaka. Inapoteza Mungu kukuamini. Kuna kiwango unaonekana malaya, ni kwa sababu unajitahidi kuwapendeza wanaokutafuta. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa na nafasi ya kumweleza Mungu unayoyataka na ukatengeneza msimamo thabiti mbele za Mungu, kwamba Mungu, nataka mtu wa aina hii katika namna hii na hii, angalau inakusaidia kujiepusha na wasiokuja kwa staili hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Angalau unatengeneza njia kwamba njia yangu ni hii, atakayekuja kwa wakati huu sio, atakayekuja kwa staili hii sio. Kwa hiyo watu wakatai watu kwa sababu ni wabaya. No, tunawakataa watu kwa sababu wako nje ya mipango na malengo tuliyomwamini Mungu kwayo. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu kile cha Waebrania sura ya 12 mstari ule wa 2.
Waebrania 12 na mstari ule wa 2. Neno zuri sana la Mungu linasema hivi: tukimtazama Yesu mwenye kuianzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu yake, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo uwezo wa Yesu kuidharau aibu ya msalaba ulitegemea anaona nini mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Anaona kitu gani mbele? Anaiona ahadi ya Mungu mbele. Anaona Mungu amemtengenezea kitu chema, ya kwamba ukimaliza kazi hii utakuja mahali hapa. Kwa hiyo kinapokuja kitu cha kumkwamisha, hashindani nacho kwa sababu yeye ni Bwana, anashindana nacho kwa sababu kuna mahali anaona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nguvu yako ya kuiendea destiny yako inategemea unaamini nini. Inategemea unaona nini. Bwana Yesu asifiwe. Neno tumaini, tafsiri nyepesi. Tumaini, tafsiri nyepesi kabisa ya wewe kukusaidia kuelewa. Tumaini, tafsiri nyepesi kabisa: nina uhakika na ninakokwenda. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana hapo katikati kwa habari ya virusi vya ukimwi nasema kuishi kwa matumaini, kuishi kwa matumaini, kwa sababu msisitizo ulikuwa unaweza ukaishi. Unaweza ukaishi. Unaweza ukaishi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo neno unaweza ukaishi, maana yake mbele wewe kuna kitu unaona sawa sawa. Kwa hiyo kuishi kwa kumtumaini Mungu, maana yake unaishi ukimwamini Mungu, kitu alichokupa utakipata. Kwa hiyo ni lazima uone mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Na kusisitiza mtumishi wa Mungu, ni lazima uone mbele. Usiwe kijana usiyeona, uwe kijana ambaye kuna mahali unaona, ili msaada wa Mungu unapokuja upite njia hiyo unayoielekea. Jina la Bwana libarikiwe. Hii ni kitu muhimu sana. Usikae tu kizembezembe, usikae tu kiolelaolela, usiwe tu ile tu upo tu kwa sababu unaishi. Wewe sio mtu wa aina hiyo. Unalazimika kuwa na picha ya kitu unachokiona. Unaposema ninashindwa kwenye maisha, sio kwa sababu leo una, ni kwa sababu hatima unayoiendea inavurugika, ufiki sawa sawa. Kwa ndo unaanza kulalamika kutoka hapo. Bali na hapo huwezi kulalamika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana moja ya mtu anayekutambulisha kwamba maisha yako ni ya ajabu ni yule anayekwambia naomba unisindikize. Yaani kama kuna mtu amwaye kukutukana, huyo ni namba moja. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake wewe ni bogus, huna kwa kwenda, umekaa kiboya, nenda na mimi baba. Bwana kupeleka mwenyewe, umekaa hapo, mwenzako anasuka. Anasuka amemaliza, hiyo change usinipe, msuke na huyu. Hivi wewe kichwa chako ndio cha kusuka kwa change kweli? Maana kina mama hili jambo ndio mnaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu kabisa mwenye akili timamu, kanyooka, mrembo mmoja mzuri, amebarikiwa na Mungu, anaambiwa na mwenzake nisindikize, naye anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani naye anaenda. Kwa sababu kichwa chake empty, hakuna kinachowaza, hakina mwelekeo, kipo. Na tumekubaliana mwaka huu kwenye kikao cha wanaume, kichwa cha mwanamke ambacho kileti matokeo tunaenda kunyoa
hatuwezi kugaramia. Mama jipange. Inawezekana saluni ni mwisho kabla hujaolewa. Ukiolewa usipoleta matokeo kwenye nyumba, nani ahangaike kulaza 20,000 kwenye kichwa ambacho hakina matokeo? Bwana Yesu asifiwe. Na ukifika saluni hauelezi ninyoeje, unamwambia mwenye saluni, nina buku tumalizana na mama hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wewe unasindikiza watu, hatuoni matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Ninachokwambia ni kweli. Tumekaa kwenye kikao cha wanaume, tumeshamaliza hilo jambo, halina mjadala. Bwana asifiwe. Kichwa ambacho akileti matokeo tunanyoa, kikipitiliza zaidi piga para. Mtakutana nao jiani huko, atalazimika ajichanje na wembe aonekana na vidonda, lakini kimsingi aleti matokeo. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alijua gharama ya msalaba anayoiendea. Alijua gharama, lakini kilichompa nguvu ya kuishinda ile gharama ni kwa sababu kuna faida anaiona mbele. Hii ni nguvu kubwa sana ambayo imejificha ndani ya vijana. Trust me, kama uoni vizuri mbele, unaweza ukachanganyikiwa. Lakini pia Yesu alijua yale matusi, alijua zile dharau, alijua yale masimango, alijua yale maneno, alijua vizuri. Fedhea aliishiba kabla hajaienda, kwa sababu alijua. Bwana Yesu asifiwe. Huwa kuna watu nawaambia, sometimes ni amani kuwa na mashaka kuliko kuwa na uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Unamfahamu mtu mmoja anaitwa, nafikiri ni Yohana aliyembatiza Yesu, si ndio? Kakaa gerezani, kapigika kweli kweli. Akawatuma wanafunzi wake. Anasema Yesu, mimi nimekaa huko hajatokea. Akawatuma wanafunzi wake, jamani, nendeni mkamuulize kama ni yeye au tumtazamie mwingine. Yaani mtu aliyembatiza na ua akashuka, Roho Mtakatifu akaonekana, ametandikwa magereza, mpaka anajiuliza huyu mwamba ni yeye au nilikosea kubatiza? Bwana Yesu asifiwe. Walipoenda kumuuliza Yesu alichokifanya kwanza, akagonga miujiza mbele yao ya kutosha. Alafu akamwambia hivi, nendeni mkamwambie Yohana mlioyasikia na haya mlioyaona. Mimi nahisi alipopata yale majibu alizima kwanza. Ni vile Biblia haijaandika. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana Yohana alizima, kwa sababu amethibitishiwa kwamba ni yule na hajaja kuniona, ni yule na hajaja kunitoa, na kwa majigambo akaonyesha power. Kwa sababu jamaa anajaribu kuiconvert hivi. Kwa mfano, hiyo nguvu ingekuja hapa gerezani, ingevunja ile gereza la upande wa huko. Wakati mwingine unaona kama ile kufuri kama limekaa kizembezembe, ile nguvu ingepiga hapa. Ana ma imagination ya hatari, lakini mwamba hajaja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alijua gharama anayoipitia, lakini Biblia inaniambia alipata nguvu. Alipata nguvu kwa sababu gani? Anaiona faida. Muamini Mungu, mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Sema, Bwana Yesu, kwa neema yako nijalie kuona mbele. Nijalie kuona mbele katika jina la Yesu. Naomba neema ya kuona mbele. Naomba neema ya kuona mbele. Naomba neema ya kuona mbele katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana, naomba neema ya kuona mbele. Nione sawa sawa. Nipate nguvu ya kuiendea hatima yangu
katika jina la Yesu. Kuna uwezo mwingi ambao hauhitaji maombi, umejificha hapa katikati. Kuna nguvu nyingi ambazo mtu anazo zimejificha hapa katikati. Siku moja mimi nimekaa kazini nimechoka, na kuna mtu akaomba afanye kikao na mimi, na nikagundua kwamba nimechoka. Lakini ule mtu akanambia tukikaa mimi na wewe mkuu, tutakuwa tumekaa kama vikao, tukikaa masaa 2 matatu tutakuwa tumekaa kama vikao 3 hivi, kila kikao 1.5. Kwa hiyo 1.5. Uwezi amini nguvu, ule uchovu uliondoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ule uchovu kabisa. Unajua serious mtu amechoka Kwa unagundua kwamba kuna power ninayo, mfumo wa maisha umeificha. Kuna uwezo unao, mfumo wa maisha umeficha. Miongoni mwa mambo yanayoficha ni kuto kuona vizuri mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa natoa mfano mmoja kwenye kikao fulani cha jana. Kuna jambo fulani tunalifanya kwa uzembe, kwa uvivu na nini. Kwa nikasema unajua kuna mabadiliko mengine wanaweza kukuambia watu unaona uwezekano wa kuyafanya haupo. Unaweza unakaa mahali, bwana huku hama sio kuzuri. Mimi siwezi kuondoka huku ni kuzuri. Jamani, ondoka huku kuna hatari. Mimi siwezi kuondoka huku ni kuzuri. Ondoka, wanakuja kukuhadisia. Aise, kuna simba alipita hapa jana asubuhi. Ulimuona? Alipita hapa nyumbani kwako. Sikumuona. Yaani akili ya kuondoka na kuhama on the spot ishakuja. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huhitaji mtu wa kushawishi, huhitaji mtu wa kuelezee kwamba uhame. Ile umesikia simba alipita, utahama kwa moyo ulionyooka. Unagundua kuna nini? Kuna hali ya mifumo ya maisha ya kawaida imeficha uwezo wetu, imeficha nguvu zetu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Ayubu sura 22 mstari wa 28. Ayubu 22:28. Biblia inasema hivi, nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Kwa hiyo unagundua kwamba msaada wa Mungu ili uje kwako unakuja kwa sababu, mtumishi wa Mungu, Mungu asaidii tu mtu tu, asaidii. Anasaidia ukishakuwa na jambo ndani. Hata akikuuliza unaenda wapi, unasema naenda Mbeya, atakuelekeza. Sasa mtu hujui unako kwenda. Hivi unaweza ukapotea kweli? Yaani unalalamika nimepotea. Unaweza ukatoa hilo lalamiko kwamba tafadhali nimepotea. Huwezi kupotea. Hakuna msaada utakuja hapo. Na umri wa ujana ambao Mungu ametupa ni potential sana, kwa sababu kuna mambo hayajirudii. Ukisha mess up unakutana na mateso uzeeni. Kwa sababu hiyo ni muhimu sana kuwa makini. Mtu mmoja nikamwambia, hakikisha kila unachokifanya unakifanya kwa sababu. Naenda kanisani kumsifu Mungu, nina sababu. Naenda kwenye nina sababu. Hakikisha kila unachokifanya kina sababu, na kikiwa na sababu kina attract power ya Mungu. Kwa hiyo nguvu za Mungu haziji kwa sababu unasali, zinakuja kwa sababu unakuja kwa sababu. Hapa anasema katika hii Ayubu, nawe utakusudia
neno. Mungu anakuhakikisha hilo neno litathibitika kwako, kwa sababu Mungu atakuangazia njia zako. Kwa hiyo kukusudia neno ni kumwamini Mungu, na Mungu kukuangazia njia ni kukutengenezea tumaini kwenye hatua zako, alafu destiny yako utaipata katika jina la Yesu. Na ndio maana base ya ustawi wa mtu, base, the foundation ya ustawi wa mtu ni kukusudia neno. Kukusudia neno ni kuiona kesho ukiwa leo. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Unailazimisha kesho uione leo. Unapoilazimisha kesho uione leo, hiyo tension, hiyo lugha inaitwa kumwamini Mungu. Kwa hiyo ukijiwekea mipango, by nature mpango ulionao, wewe unamwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukisema hivi, na nina uhakika mwakani itakuwa nimenunua kiwanja, hilo neno, haijalishi unaona au uoni, ni ishara kwamba unamwamini Mungu. Ila ukisema tutaona itakavyokuwa mbele kwa mbele, maana wapo hapa, tutaona tu itakavyokuwa mbele kwa mbele. Bwana Yesu asifiwe. So unaona tangu aliovaa imekaa mbele kwa mbele, au unaionaje hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Isaya sura 46 mstari wa 9 anasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Mstari wa 10, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ni mwenyekiti wa mipango. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni mimi ambaye natangaza mwisho tangu mwanzo. Wewe unatangaza nini? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwenye ofisi nyingi za serikali, sio ya kwako lakini za wengine, yaani watu wanafanya kazi, yaani wazembe tu, wapo tu, yaani mradi ameenda kama hataki kwenda, yaani mpaka Mungu mwenyewe anashangaza. Yaani mimi kichwa cha mwanangu hiki mbona kibovu hivi? Anafanya watu kizembe. Kuna mtu mmoja nikamwambia hivi wakitangaza wakisema leo hii hospitali ni ya kwako, utafanyaje? Yaani ghafla anajiona saa 12 amefika kazini, ghafla anajiona mtumishi mzembe anavyomshughulikia, ghafla naona wakina mama wanavyojifungua salama, ghafla naona store yenye dawa hazibiwi, ghafla naona, ndivyo anavyoona. Lakini kwa sababu sio ya kwake, naona anaenda tu. Na ndio maana wengi tulioajiliwa hatuna nature ya kubarikiwa. Hiyo nature hatuna. Kwa nini? Kwa sababu udhati wa moyo uko mbali. Mwambie jirani yako, labda wewe. Udhati wa moyo uko mbali. Kwa nini? Kwa sababu sio cha kwako. Kwa nini? Kwa sababu sio cha kwako. Na miongoni mwa maeneo ambayo serikali inateseka ni kwenye taasisi zake. Yaani serikali iwe na duka, muuzaji ni wewe. Naona jinsi duka linavyofungwa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Ushakutana na watu ambao ile amepewa tu duka anaanza kudili na atakaye kuja kukagua. Duka la serikali hilo, nani atakuja kukagua? Anaanza kumpanga kabisa. Akija fulani tampa 5,000, akija fulani kimpa laki, yule akija kipa fulani, yule akija. Na kweli
taasisi ya serikali inapata hasara, kwa sababu ndani udhati haupo. Ndio maana Mungu akawaka mwazi kabisa, akasema asiye mwaminifu kwa jambo la mwingine hawezi kuwa mwaminifu kwa jambo lake. Mungu ameweka hiyo clear. Jina la Bwana libarikiwe. Yani ukiwa unazingua la mwenzio, yani Mungu ameisha clear kwamba hata la kwako utazingua. Sasa nataka tuangalie nini maana ya imani. Nini maana ya imani? Kitabu cha Waebrania ile sura ya 11 mstari wa kwanza. Inafahamika kabisa kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tafsiri nyepesi kabisa, imani ni kumhakika Mungu kwa alivyosema au alivyoahidi. Imani ni uwezo wa kupokea kilichotamkwa na Mungu. Imani ni kupokea cha Mungu kwa kusikia na kuweka hakika moyoni mwako. Na ndio maana imani sio kusema tu namwamini Mungu. No, imani ni mashindano kati ya uhalisia na neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ibrahimu anasema, tutaangalia hapo baadaye kidogo. Ibrahimu anasema kwamba mimi ni mzee, Sara mke wangu ni mzee, hatuwezi kupata watoto, lakini Mungu ni mwaminifu, kwa sababu amesema tutapata watoto. Kwa hiyo Ibrahimu hakutoka tu, Mungu amesema mimi anagundua kwamba umri unakataa, yani vinapinga kabisa, lakini aliyesema ni mwaminifu. Na ndio maana samale ndogo sana ya maombi ni kumwambia Mungu, wewe ni mwaminifu. Jina la Bwana libarikiwe. Pamoja na maneno mengine, pamoja na kuomba lile, lakini ujazo wa maombi ni tangazo kwenye moyo wako kwamba Mungu ni mwaminifu. Sasa unapomhakika Mungu kwenye mambo anayoyasema, moja ya vitu vinavyotokea kwenye maisha yako, jambo la kwanza ni mapenzi ya Mungu kutimia ndani yako. Lakini jambo la pili ni divine destiny. Na ndio maana mtumishi wa Mungu, Biblia imeunganisha kati ya kumsikia yeye na kustawi. Ninakupa mistari kama mitatu ya haraka haraka. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kuna mahusiano ya karibu sana kati ya kustawi na kumtafuta Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi ile sura ya kwanza, mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Zaburi ile sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi ule wa tatu. Anasema ili mtu yule asikwenda katika shauri zake, wala kusema baadhi kwa kusaji sijui, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku, naye atakuwa kama mti uliopandwa. Lakini ni mtu anayetafakari neno mchana na usiku. Neno, tafsiri ya kutafakari neno, maana yake mtu mwenye uwezo wa kushindanisha uhalisia wa maisha na neno la Mungu. Yani if you have that nature, unatengeneza mazingira ya kumlazimisha Mungu atembee na wewe. Ukisoma kitabu kile cha Yoshua ile sura ya kwanza, mstari ule wa 7, wa 8, wa 9, mistari michache inasema hivi: kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, ndipo utakapofanikisha njia yako, ndipo utakapostawi sana. Kitu cha namna hiyo. Lakini asili ni nini? Ni kutafakari neno la Mungu. Kumbukumbu ile sura ya 28 kama sijakosea. Kumbukumbu ile sura ya 28 mstari ya kwanza pale mpaka ule wa 15.
Sasa ikiwa utaisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, baraka hizi zote zitakujilia. Unajua kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu unalolisikia, mtumishi wa Mungu, linakuja na mambo makubwa mawili. Haijalishi unasikia neno gani. Jambo la kwanza ni kukurudisha wewe kwenye original position. Wewe ni nani? Chochote unachokisikia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua we are very astray from him. Yaani tuko mbali kweli kweli kutoka kwake. Kwa chenye nafasi ya kuturudisha ni neno la Mungu. Once Mungu amerelease power kwenye hilo neno, ni kukurudisha. Na ndio maana unalazimika kustawi, kwa sababu asili ya kustawi kwako ni kukaa mahali ambapo Mungu amekukusudia kwanza. Watumishi wa Mungu, kuna kiwango tuko mbali na Mungu kwenye akili zetu na kufanikiwa hujawahi iona. Na ndio maana Mchaga na Mgogo ni tofauti, Mnyakyusa na Mbena ni tofauti, nani na nani ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu bezi ya kuishi kwetu ni malezi. Unakutana na katoto kadogo kabisa, hakajui hata maisha ni nini. Kanajua tu kuongea. Ukikauliza ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Nataka kuwa nesi. Unakaangalia. Kana wajua manesi hapa. Yaani kadogo mapema hivi kanataka kuwa nesi. Mapema hivi. Si bora kaseme nataka kuwa tajiri namba 1. Kaseme hata hivyo basi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu mazingira yale yameisha mfunga. Unataka kuwa nani sana? Nataka kuwa mwalimu. Natamani ukachape kibao. Kwa sababu walimu unawajua. Mwingine yuko pale kupaua kumemshinda. Mwingine anakuambia amekopa mpaka siku ya kustaafu. Na wengine wamekopa mpaka hela ya pension. Alafu katoto kadogo akajua hata maisha ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unagundua kwamba kusudi la Mungu lilishatukimbia siku nyingi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu ili kutustawisha anataka sisi tuwekeze katika kutafuta neno lake. Tunapotafuta neno lake, Mungu ana nafasi ya kuturudisha mahali tunapotaka kuwa. Na ndio maana Mungu ana nature ya kumprovoke mtu maisha yake ya baadaye. Haleluya. Mungu ana tabia ya kuyatamka maisha yako ya baadaye. Hakuiti kwa jina la sasa, anakuita kwa jina la baadaye. Anataka ili upate nguvu ya kustahimili, usiishi kizembe, ujue unakokwenda. Katika maneno yetu haya matatu, habari ya kumwamini Mungu, kumtumaini Mungu na hatima, katika maneno yetu haya matatu kuna neno moja muhimu sana pale, kiungo kinachoitwa imani. Imani ni kiungo kizuri kati ya kusudi na hatima. Kwa nini? Kwa sababu tunapomwamini Mungu, tunapochukua hatua ya kumwamini Mungu, maana yake tunalivuta kusudi la Mungu juu yetu. Sisi ni nani? Kwa hiyo tukishaanza kujua sisi ni nani, tunaiendea hatima kwa njia nyepesi sana. Kwa wale wataalamu wa maduala wale, tungesema duala la imani lipo katikati, linagusa duala la hatima na linagusa duala la kusudi. Haleluya. Haleluya. Kitabu kile cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17, Biblia inasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo neno la Mungu kazi yake ni kuachilia makusudi ya Mungu ndani ya mtu. Haleluya, haleluya. Tuangalie njia anazozitumia Mungu kuimarisha tumaini ndani ya mtu, ili tumaini liwe imara ndani ya mtu. Jambo la kwanza, kumjulisha mtu destiny yake mapema. Mungu ana hiyo kawaida ya kukuambia wewe ni nani mapema.
Mungu ana kawaida ya kukuambia wewe ni nani mapema, kwa sababu kuna vita zingine Mungu hataki azione kwako. Unashindana kwa akili na unaendelea mbele, na unagundua vita zingine utakuja kushindana kwa imani, kwa maombi, lakini nyingine ni kwa akili, unaendelea mbele. Imagine mtu hapa hajajifunza vizuri jinsi ya kutumia fedha. Amebahatika, amemwomba Mungu laki, Mungu akasema kichwa hiki ngoja nikipe milioni. Hamadi mtumishi wa Mungu huyo akapata milioni. Anapanda bodaboda, anamuuliza bodaboda, hapa mpaka mjini buku inakulipa? Mwamba alikuwa anatamani hata wakubali kwa 500. Siku amepata milioni, anaona wanaompeleka na bodaboda wanateseka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unagundua kwamba kuna uwezo ndani ambao umevurugika kwa sababu tu ya ushamba, kutokuona vizuri vitu vya kawaida. Kwa hiyo kuna namna ambayo Mungu anakujulisha ili kukuimarisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakujulisha mapema ili uanze kuishi, kujitafuta, kuyafuata maisha yako, kuifuata hatima yako. Wewe sio tu mtu wa kula tu unakunywa tu basi. Kuna mahali unaelekea. Ndio maana Mungu ana kawaida ya kukujulisha mapema. Ukisoma kitabu cha Samueli, ile Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 10, ukisoma mistari kadhaa pale mpaka ule wa 13, Biblia inasema hivi. Nitasoma tu mstari wa 13. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Kadaudi kadogo kako polini kanachunga kondoo na mifugo mingine ya baba yake, kako bize. Lakini Mungu anakuja kumjulisha kwamba wewe ni mtu mkuu. Tangu siku Daudi amepakwa mafuta, anabadilisha staili ya kuishi, kwa sababu anaona wapi? Mbele. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu kameanza kuota ndoto mapema. Niliota ndoto kwenye miganda pale, kama miganda yenyewe mmeniinamia. Nimeota kama jua na mwezi vimefanya hivi. Nimeota anaanza kujijua yeye mapema. Tumishi mwenzangu hapa, form 1 PCB. Wenyeji haya, daftari lako limejaa PCB. Haya, mtihani wa form 2. Hapo huwa tunajifanya tunakaza kidogo, unaondoa tu P. EGM. Form 4. Utasikia hata HKL inatoa tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini at least kuna kitu ulikuwa unakiona. Kuna mtu mwingine akiingia tu, tutaonaga tu itakavyokuwa form 4, tutaonaga tu huko itakavyokuwa form 4. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kiasi kwamba hata Mungu akitamani kuleta msaada, anashindwa anakuleteaje? Yaani unataka nini? Unaweza kulalamika umefeli, sio kwa sababu umefeli, lakini kwa sababu kombi yako ile imefanyaje? Imekushinda. Sasa wewe ambaye form 4 umeingia tu, wewe unafeli kweli? Si chochote unachokipata ndio hicho. Jina la Bwana libarikiwe. Yeremia sura ile ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 10. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 10. Nitasoma tu ule mstari wa kwanza na wa pili.
wa 4 na 5 anasema, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Siku hiyo ndo siku ambayo Yeremia anatakiwa abadilishe staili ya maisha. Anaanza kujijua kwamba yeye ni mtu wa aina gani. Na Mungu akamwambia kwenye ule mstari wa 8, usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi niko pamoja na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa Mungu yuko pamoja na mtu ambaye kuna mahali anaenda. Mungu yuko pamoja na mtu ambaye ana maono fulani. Na ndio maana sisi wote mbele za wanadamu tuna sababu ya kujieleza kwamba hatuna kazi, hatuna ajira. Lakini mbele za Mungu wote hatuna sababu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini hatuna sababu? Ni kwa sababu hatujajitambua sawa sawa mbele za Mungu. Mungu alitukusudia kuwa nani? Kuna watu hapa mnaishi kozi za mikopo. Kwa sababu hapa nikipambana na HK hilo sipati mkopo. Hapa EGM. Ona unavyoteseka mtumishi wa Mungu. Ni mkopo wa serikali unakufanya unateseka mpaka unastaafu. Imagine. Mbingu zina huzuni jamani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mbingu zina huzuni. Nimewahi kumuona bibi mmoja ameshika smartphone la maana, alafu mimi nina kiswaswadu. Bibi mwenyewe si mwenyewe, mpigie Jose hapo. Mpigie Jose. Yaani smartphone hii ndio ya kusema mpigie Jose, kwani nimtafutie namba ya Jose Isimba nimpigie kiswaswadu. Yaani kitu kimekaa mahali sio pake kabisa yani. Bwana Yesu asifiwe. Yeye unatamani hata umuibie, si umfanyeje sijui. Ndivyo mbingu zinavyotuona. Yaani kuna namna tuko nje hatari. Na mimi nasemaga siku zote, ufahamu wa mtu ukiharibika huwa mpaka imani inaharibika. Kwa nini? Kwa sababu akili ndio direction ya imani. Kile ambacho akili inakikubali ndicho moyo unachokiamini. Na ndio maana Roho Mtakatifu kukuambia huyo mchumba sio, na moyo umemkubali na amenyooka namna hii, Roho Mtakatifu ajipange asije kama alivyokuja. Aidha amgeuze jamaa yule kama nyoka, kama lichatu, amkute mahali anavuta bangi ndo atamwacha. Lakini hivi ni ngumu sana. Kwa nini? Kwa sababu mind kishaharibika. Kwa hiyo sometimes tunaweza tukaenda mbele za Mungu kwa imani kubwa, lakini Mungu asema mwanangu hapa ni mshamba tu. Bwana asifiwe. Siku moja nimenunua gari, siamini kama gari linalala nje. Naliombea eti. Bwana, angalia gari katika jina la Yesu. Mungu anasema mwanangu mshamba huyu jamani. Watu waone kama ataendelea kuomba. Nimezoea saizi naona kumbe kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine mmelala na bodaboda chumbani kwenu nyinyi. Mpo hapa. Wengi tu. Hamuamini kama bodaboda inaweza kulala pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu fuse za akili zinafanyaje? Zina shida. Kwa hiyo kuna vitu tunaenda mbele za Mungu tunaomba, Mungu mwenyewe anashangaa. Anasema kweli Tausi hili ndio ombi kweli. Amina, hili ndio ombi kweli. Jasho limekutoka unakemea, Mungu anajua tu ni ushamba, akili hii ni mbovu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako mtafute Mungu. Uko mbali sana naye. Mwambie tena mtafute Mungu akurudishe kwenye kusudi lako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kitabu kile cha Mwanzo sura 28 mstari wa 1 hadi wa 4. Mwanzo 28 mstari wa 1 hadi wa 4.
Neno zuri la Mungu linasema hivi, Mwanzo sura ya 28 mstari wa 1 hadi 4, anasema hivi: basi Isaka akamwita Yakobo, akambariki, akamwagiza, akamwambia, usitwae mke wa binti za Wakanaani. Ondoka uende Padanaramu mpaka nyumba ya Bethueli baba ya mama yako, ukajitwalie huko mke katika binti za Labani ndugu wa mama yako. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza, ili uwe mkutano wa makabila, akupe mbaraka wa Ibrahimu, wewe na uzao wako pamoja nawe, upate kuirithi nchi ya kusafiri kwako Mungu aliyompa Ibrahimu. Baba anavyoona dogo anatoka nyumbani, anasema huyu dogo anaweza katoka kizembe hapa, ngoja nimshindilie. Dogo, unapotoka hapa, toka ukiwa umebarikiwa. Bwana kwanza akubariki, pili akuzidishe, tatu akuongeze. Utakaporudi urudi kama mkutano wa makabila. Kwa hiyo mwamba anajua ninaondoka Uchagani siku nikirudi. Na ndio maana Wachaga wanatoboa. Bado wewe tu umechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu unapoondoka nyumbani wanaamini ukirudi haurudi kama ulivyoondoka, na wako serious na wanakusubiri. Na ndio maana mwaka huu umepanga usiende, na unatengeneza ugonjwa wa kuwaeleza na dharura ya kuwapa. Unajua wakati nang'oa jino wakang'oa na taya, ili tu usiende kwa sababu huna cha kupeleka. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa baba anamwambia, anamreshape Yakobo. Na ndio maana ukifuatilia maisha ya Yakobo, ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 30 mstari wa 25 mpaka ule wa 30, Yakobo anaanza kuzungumza na Labani ndugu yake, wanayajenga. Anasema, mwamba, mimi nimekuja hapa nimefanya kazi kweli kweli, Bwana amekubariki kwa mikono yangu. Aisee, nataka na mimi niangalie mambo ya nyumba yangu, kwa sababu nimefanya kazi kwako, umeshatoboa, na mimi nataka kutoboa. Aisee, Bwana, nafikiri atakuwa alikuwa Mchaga. Aisee, bwana Labani, tuwekane sawa hapa, hakieleweki, maana nimeshakuuzia duka yako ya mapundapunda na mang'ombe imeshaongezeka, na mimi nataka niwe na ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anakumbuka kudai? Kwa sababu anakumbuka yeye ni nani. Jina la Bwana libarikiwe. Niko mwishoni na karibia kumaliza. Watumishi wa Mungu, mfumo wa baraka huko kwa namna hii. Na ndio maana Yakobo aliachiliwa hizo baraka. Baraka za Mungu zinapokuja kwa mtu, cha kwanza zinapita kwenye mikono kwenda kwenye kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Zikishaenda kwenye kazi, baraka zinaenda kwa mmiliki wa kazi. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Zikitoka kwa mmiliki wa kazi ndio zinakuja kwako kama kamshahara. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wewe sio mmiliki wa baraka hata kama mikono yako imejaa baraka. Yakobo anasema Bwana amekubariki kwa mikono yangu. Kwa Yakobo anagundua kwamba Labani kwa kweli ni tajiri, lakini aliyemletea utajiri ni mimi. Hizo baraka za Mungu ziko kwenye mikono yangu, lakini mimi Yakobo sina kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu unapomwomba Mungu akubariki, Mungu anaenda unafanya nini? Anakibariki unachokifanya. Kwa hiyo kama sio cha kwako, atakibariki cha huyo unayemfanyia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wema, kuna ubora, kuna uzuri, kuna baraka za Mungu nyingi sana ambazo ni mali ya watu wengine, sio mali yetu. Yakobo akienda mbele za Mungu kuomba baraka ni mwongo, kwa sababu tayari anazo. Hila tu ni kwa sababu hana anachomiliki, zimekuwa mali ya mmiliki. Jina la Bwana libarikiwe. Unapofanyia kazi pale, unatakiwa uwe na maono yako binafsi, ili neema ya Mungu ikutembelee na kukubariki.
Takupa mfano wa wazi kabisa, na huu nauongeaga mara nyingi bila kuficha. Kwa mfano, mimi ni mwalimu wa shule ya msingi Arusha Road. Mungu anapokuja kunibariki, ananibarikije? Tutafakari wote. Uwe mwalimu mkuu, ndo tayari? Au akuboreshe zaidi uwe mchungaji wa Arusha Road? Mungu akubariki sasa, basi sasa uwe ndo mkuu wa jimbo, au Mungu anakubarikije? Tunawaza wote. Kwa hiyo unashangaa Mungu akikutokea ili akubariki, utamuelekeza shambani. Asante Bwana Yesu. Kwa nini? Kwa sababu shamba ni destiny yako unayoiona. Jina la Bwana libarikiwe. Muulize jirani yako, kuna kitu unaona? Maana wengine mna maono hapa, lakini mnaona kwa maono kwa wenzenu, natamani Mwalimu Mboka aniajiri. Unaona sasa maono yako yalivyo ya kizembe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani baada ya kuona mambo yako unaona kwenye mambo yao. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 3. Tunamaliza. Mwanzo 12 mstari wa kwanza hadi wa 3. Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mungu anayazungumza haya ili ubadilishe namna ya kuishi. Kwa hiyo hapa, kama Ibrahimu alikuwa anatembea hivi, kidogo atatembea vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Tusimame kanisa la Mungu. Kitabu kile cha Warumi kinachotupeleka kwenye maombi, sura ile ya 28 mstari ule wa Warumi sura ya 4 mstari wa 22 mstari wa 18 hadi wa 22. Warumi ile sura ya 4 tunaingia kumomba Mungu. Biblia inasema hivi: naye aliamini kwa kutarajia asiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Anasema yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, ikiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika. Hiyo ndo imani inakuja, hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, hebu tumwamini Mungu kwa tulioyaweka mbele. Tumwamini Mungu. Tumwamini Mungu. Neema ya Mungu inaweza ikakufungua kwenye kifungo, lakini huna mwelekeo. Nguvu yako itakuwa dhaifu tu. Nguvu yako itakuwa dhaifu tu. Na ninakutie moyo, mwamini Mungu. Wewe ukijiangalia ulivyo, huna connection ya maana, huna ndugu wa maana, marafiki ndo hao. Kuna watu ukiongozana nao, wao ndo wanaonekana wa maana, na watu wanatembea, yani kuna namna. Lakini mwamini Mungu. Na kutia moyo, ni kama story
Ni kama, lakini maneno ambayo tumepita nayo hapa, hebu chukua hatua ya imani ya kumwamini Mungu. Na kufundisha hivi, utakapomwamini Mungu kwa kile unachokiona moyoni mwako mbele, msaada wa Mungu utakuja. Amesema nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Mwamini Mungu. Mungu alimwambia Musa, watu hawa watanidharau mpaka lini wasiniamini? Watanidharau mpaka lini? Watanidharau mpaka lini? Kama huamini Mungu anaweza kukuinua, hizo ni dharau. Uko kwenye mkesha kabisa, umeacha usingizi na humwamini Mungu kwa kile Mungu ameweka moyoni mwako. Mungu akamwambia, hawa watu watanidharau mpaka lini wasiniamini? Mwamini Mungu. Hata kama hakuna kitu kinachoendana, hakuna kitu kinafanania, hakuna kitu kinalingana, wewe mwamini Mungu. Na kumwamini Mungu maana yake ni kumheshimu Mungu. Kumheshimu Mungu sio kupiga magoti na kuabudu na kuinua mikono. Ni kuamini kwamba usiye na kitu unaweza ukawa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sitaki ufanye maombi ya haraka haraka tu uende. Nataka uwe na strategic prayer. Very strategic. Kitu fulani uwe unakiona. Ombi fulani la kimkakati. Imani fulani izaliwe.